kimataifa ama timu za mikoa, basi wamechaguliwa moja kwa moja kutokana na uwezo wake alioonyesha pale uwanjani au kwenye yale mashindano husika, na sio kwenye kufika kwenye tena anakutana na trial, kwa anakutana na mda ugumu mchezaji wa Kiafrika. Leo tajua Tanzania hawapendi shida. Tajua Tanzania hawapendi mambo mengi, kwa mtu wa mambo mengi wachezaji unawakosa. Kwa Tanzania anataka aje aone mpira, acheze mpira hivyo. Ageso aje umfanyishe trial, umpe program za trial, anaona kama ataumia. Mimi na timu mbili hapa, anda mbili, yani na miaka 17 na 15 tu basi. Awali nilikuwa na wale watoto kabisa wale ambao miaka 4 ila sasa nimeshindana nao kutokana na vifaa na ujaji wao mazoezini, kwa kusuasua ni wadogo, wanatakiwa uangalizi mkubwa sana. Kiangalia mwalimu niko peke yangu kwenye kituo, mimi ndo kila kitu. Unakuta siku nilikuwa na emergency, wale wana miss nao kuja. Kwa wale ni watoto ambao wanatakiwa kupushiwa kila siku. Na sio kwamba wewe mwalimu una miss ama wana tofauti, sababu wanatakiwa uwepo vifaa vya kutosha, mipira wacheze, sababu ndo unapoanzia mpira, msingi wa mpira unapoanzia pale miaka 4 mpaka 12. Natamani hata nimepiga kozi ya FIFA Grassroots inazungumzia watoto wao miaka 4 mpaka 12. Ya nimehitimu CAF Diploma D. Okay. Kupitia chama cha mpira wilaya Ilala, kupitia mkufuzi Mkisi, chini ya mwenyekiti wa DFA Musa Kondo, nimemaliza na mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Of course kwamba tunatakiwa tutumie lesson D ndani ya mwaka mmoja. So tayari nimeweza kusoma, mwaka hujafika bado. Ila malengo na nia ya dhati kwamba ni kuwa kocha mkubwa katika taifa langu la Tanzania. Anataka siku moja niwe nakaa kwenye TV na angalau wachezaji wangu. Au siku naenda kuwaaga airport, wanasafiri wanaenda nje ya nchi, aidha timu kufanya trial ama kuondoka na national team. Inshallah Mungu anajalia heri, sababu na wachezaji wenye uwezo, wenye skills, wenye maarifa na kila kitu. Wewe ulijishuhudia hapo katika mazoezi wanayofanya. Kwa hiyo na imani, bali kila kitu ni nafasi na muda. Kwa muda na nafasi ukifika kile kinawezekana. Inshallah mwakani tutacheza daraja la 4 IDFA Ilala. Leo tutaanza kucheza na Jiandae Cup. Tukimaliza Jiandae Cup tutashiriki ligi daraja la 4. Mambo vipi? Unaitwa nani? Unacheza namba ngapi? Namba 10. Namba 10 anacheza wapi? Namba 10 anacheza wapi? Hapo. Umeshafunga magoli mangapi? Mashindano ambayo yanakuwa yana lika ya hatua zangu za kutokaga ni robo, aidha nusu mpaka finali, ambao watoto wanapambana wanafanikisha kila kitu. Nashukuru Mungu mpaka serikali ya mtaa inatambua, ila sapoti kwamba na watu wawili hapa, na mjumbe wa nyumba 10 mzee Sande na mtu wa mpira hapa mwingine mzee Nyangala, wananisaidia kwa ukubwa sana katika kukamilisha na kuweza watoto waweze kucheza mpira. Vijana wanajitahidi kubwa, of course wanajitahidi. Hiyo swala vifaa tunapambana. Sasa tunajitahidi na vifaa vingi kidogo. Ila kuja mwitikio mzuri na wana vipaji watoto. Bali ndio kama nilivyosema, nafasi na muda. Vipi kuhusu nizamu zao, na pengine umekuwa ukijivunia nini katika mashindano mbalimbali ambayo mnaenda kushiriki?
Kikweli kwamba swala nidhamu nimejaribu kulitengeneza tangia nilipoanza kituo, sababu wachezaji wengine hapa nilianza nao wakiwa na miaka 10 mpaka sasa hivi wamemaliza form 4 2019. Kwa hiyo katika swala nidhamu wako okay kabisa. Kikubwa anahitaji support na misaada. Kwa hiyo tutakachokunacho chochote afikishe hapa, kiwe cha vifaa, kiwe cha fedha, basi tuna siku tuna vifaa dukani na kuleta hapa ataviona. Nataka tupate disc marker, tupate small marker, big marker, medium marker na koni zile medium, small, big, tupate mipira kutosha. Aidha magolikipa wapate glove, bipsi tunapea moja. Changamoto za timu za vijana kama hizi za mitaani wabe ni vifaa tu. So walimu watapatikana muda wote, vifaa kupatikana kwa tabu. Naitwa Saidi Ali Nyangala, mlezi wa timu hii. Kwa kweli maendeleo ni mazuri sana. Tokea tulipoanza mpaka hapa tulipofikia tunaendelea vizuri. Tunajivunia tokea tulipoanza sasa hivi tushatoa wachezaji wetu kwenda kwenye vituo vingine wengi 4 5 hivi mpaka sasa hivi. Bado hatujafika ngazi ya taifa. Mmoja tu anaweza kumfahamu na kuna bidii yetu mmoja anaitwa Mahmud. Kwa kituo cha Jakaya. Sisi tunashukuru mwitikio ni mzuri, performance nayo kwenda vizuri. Sio wanabanwa tu sasa hivi kwa sababu wengi wa vijana wetu hapa ni wanafunzi. Kwa hiyo siku zile za masomo tunakosa kuwapata. Lakini mara nyingi sana weekend ndio kama hivi unaona sikukuu wote wanakuwepo. Angeo tuna watoto kuwafikisha mbali au tuliokuwa nao. Na sisi kama tutawezekana basi tushiriki hata kwanza kwa ligi ya 3 la 4 mpaka tufike ngazi za juu. Changamoto ni nyingi sana. Kwa kifupi tu changamoto sasa hivi kwa sababu timu sasa hivi haina mfadhili. Kwa hiyo changamoto kwa vifaa, hatuna vifaa vya kutosha. Mwalimu wetu anajitahidi, lakini tatizo letu kubwa ni vifaa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama tutapata wafadhili ili tusaidie kidogo kwa vifaa. Uwanja kweli ni tatizo kubwa sana. Uwanja sisi hatuna uwezo wa kupata uwanja mwingine zaidi ya huu. Yaani sisi hapa tunafanya mazoezi lakini tukitaka kujiridhisha kabisa ndio maana tunaenda kucheza mechi sehemu mbali. Ili kupata uzoefu kwenye viwanja vingine. Mwenyeji wa sehemu hii kwa ujumla, hii ni timu yao. Naomba wawe na mwitiko, wawasaidie vijana wao. Sisi tupo kwa ajili ya kuwalea vijana wetu na tunawapunguzia mambo mengi ya ujana.